Kuhusu utambuzi kama nimesema, kuna makundi mawili ambayo tumefanya mafunzo. Kwanza imekuwa inafanyika katika halmashauri zote na halmashauri 8 za mkoa, lakini kwa umuhimu wa namna hii kwa tukaona tujumuishe katika kipindi hiki cha maadhimisho, basi katika halmashauri hizi mbili tufanye sasa. Waliofanywa mafunzo ni wahudumu ngazi ya jamii ambao ni wananchi. Okay. Wa kawaida, wale ambao wameweza kujitolea, wana ambao wanatumika kwa ajili ya kujitolea. Kwa tumechukua 15 kutoka katika halmashauri hizo mbili, lakini hilo limefanyika pia hata katika halmashauri nyingine kabla ya siku hizi kufanyika. Kwa hivyo walau katika kila halmashauri kuna watu 15 wananchi ambao tumeweza kuwafundisha kwa kushirikiana na wadau, kwa wanajua kuhusu habari ya macho na kuweza kutoa elimu. Lakini kwa upande wa watumishi tunaongeza package, kwa sababu yeye ni mtumishi ambaye ana fani yake ni afya, kuhudumia afya. Kwa hiyo tunaongeza package ya kitu fulani ambacho kinahusiana na macho ili kumsaidia sasa kuweza kufanya huduma. Mhudumu ngazi ya jamii si rahisi kufanya huduma, lakini ni rahisi kugundua na kutoa taarifa. Yule ambaye aliyepo katika maeneo na ana elimu kiasi, ni rahisi kwake kuanza kufanya huduma kidogo kabla ya kumpeleka sehemu ambayo sasa inaweza ikawa ni msaada mkubwa. Changamoto kwa jamii, kwanza jamii yetu ni kutokuwa na ufahamu mzuri juu ya masuala ya macho, afya ya macho, lakini pia namna ya kuendea matatizo ya macho, kama tuseme kwa Kiingereza approach ambayo inayotumika baada ya mtu kuwa ana ugonjwa wa macho. Kuna dhana jumuishi kwamba bana, hili ni jambo la kawaida, ni ugonjwa wa kawaida. Kwa anaugua macho sasa ni ugonjwa wa kawaida, basi inaishia hapo, ni ugonjwa wa kawaida. Kwa nini kinafanyika katika ugonjwa wa kawaida? Anaamua kufanya kitu chochote. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana tukaona ni busara sasa kuwatumia watu ambao wanaishi karibu na wananchi, ili wale ambao wanapata matatizo yao waweze kukutana na watu waliowazoea, walau kuweza kuwapa taarifa sahihi zenye uelekeo mzuri, kuweza kuchukua njia sahihi za kuhudumia matatizo pale ambapo yanapokuwa yametokea. Kusema ukweli, magonjwa yote ambayo yapo, tuna magonjwa zaidi ya 100 huko na 5 na ngapi katika macho. Na kwa kweli kila magonjwa yapo katika magonjwa yote yapo hapo. Sasa inategemea na aina ya ugonjwa ambao katika maeneo fulani. Lakini kwa ujumla magonjwa ambayo ni common, ambao tukisema ile katika ile top 10 disease ya magonjwa yale 10 yanaongoza, cha kwanza huwa ni hii inaitwa conjunctivitis. Conjunctivitis, athari katika layer ya mwanzo ya jicho, hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, ambayo kwa lugha rahisi kwa anayetusikiliza, kwa lugha rahisi kwa Kiswahili chake kinakuwa ni kigumu kidogo. Ndio, lakini ni kigumu kwa kweli Kiswahili chake. Nitajaribu kama nitaweza kuelezea, lakini kwa kiasi kikubwa athari ya conjunctiva inasababishwa sana na mzio kwa maana ya allergy. Kwa hiyo ni sababu kwa sasa allergy ziko mbalimbali, kwa maana ya kwamba utumizi wa vipodozi vinavyokuwa utumizi wa vipodozi inategemea pia baina ya mtu. Naomba niseme kwa usahihi. Naweza nikasema kipodozi fulani kwangu mimi ni tatizo, lakini kwako wewe sio tatizo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wakitumia vipodozi vinakuwa tatizo. Kuna baadhi ya watu wakitumia vyakula, kuna mabadiliko ya hali ya msimu yanakuwa ni tatizo kwa mtu mwingine. Kuna mabadiliko ya hali ya hewa na kadhalika, yanakuwa shida nyingine. Lakini pia matatizo mengine ni yale ambayo yanahusiana na kasoro katika uonaji, kwa maana ya refractive errors. Kwa lugha ya Kiswahili ndio na kasoro katika uonaji, ambayo haya yanapelekea uvaaji wa miwani, hasa kwa watu ambao wanashindwa kuona mbali, au uono wao katika kuona mbali wanaona katika hali ambayo sio sahihi. Anaweza kawa mtu anaangalia vitu viwili vitatu, anaweza kawa anaangalia vitu vya namna hiyo. Lakini kuna changamoto zingine ni watoto, cataract, kwa maana ya mtoto wa jicho, ambao sasa hii sababu zake zipo mbalimbali. Kwa kiasi kikubwa cataract nyingi sana, ugonjwa wa utoto wa macho kwa kiasi kikubwa inasababisha na senile, kwa maana ya utu uzima, tunaita senile cataract. Lakini mara kadhaa pia inahusiana na baadhi ya magonjwa comorbid zingine, na hasa wagonjwa ambao wana kisukari, ni common zaidi ya pressure, lakini na trauma, kupata ajali, lakini rare.
kwa magonjwa kama magonjwa, wale ambao wana sukari inakuwa ni rahisi zaidi kwao, kwa sababu zipo sababu za kitaalamu kwa nini hivyo. Kama utaenda deep tutaenda tukaweza. Lakini hapo magonjwa mengine pia ambao ni masumbufu ni pamoja na pressure ya macho, ambao ni moja ya ugonjwa ambao mbaya sana, kwa sababu wenyewe unaua uwezo wa macho kuona bila maumivu, na wakati mwingine dalili zake inaweza ikawa haina dalili. Kwa hiyo unatokea tu jicho linakufa, na bahati mbaya ni kwamba pale unapogundulia hauwezi kupona. Ugonjwa ambao mwingine wenye changamoto sasa, hii pressure ya macho, sababu zake inaweza ikawa una hivyo una magonjwa, lakini pia ukawa una rithi pia, kwamba kuna rithi ambao umetokea, lakini pia ikawa sababishwa na ajali na magonjwa mengine. Ugonjwa ambao ni mbaya na umekuwa maarufu siku hizi ni huu unaosababishwa na matatizo ya mfumo wa fahamu, neuropathy. Kwa hivyo sasa hii nayo ina sababu mbalimbali, lakini kwenye macho moja ya sababu zake ni lishe, aina fulani ya lishe ambayo sio nzuri. Watoto wengi wa shule, na hasa shule za boarding, shule za bweni, wanapata sana hii optic neuritis ambayo ina related na neuropathy, kwa maana ya nutrition neuropathy, ya aina ya chakula ambacho wanachokula, kwa sababu kwenye mashule wanaamini kula nyama, wali, maharage ndio chakula ambacho ni kizuri, lakini contrary difference katika afya ya macho, kwa sababu mishipa ya fahamu inahitaji sana kutumia vitamins katika maisha. Sasa katika aina ya lishe zote wanakosa. Kwa hiyo anaweza akatoka mtoto anaenda shuleni darasa la 7 amemaliza, yuko vizuri, lakini mwaka mmoja baadaye yuko bweni, anakuja baba ya mama sioni vizuri, na ukimwangalia nutrition neuropathy imesha take effect, na ni ugonjwa mbaya pia. Kwa hivyo neuropathy pia ina sababu zingine, lakini nimeeleza hiyo sababu kwa sababu watu wengi wanaipoteza, lakini ni sababu ambayo ina athari. Nadhani nitakuwa nimejaribu kujibu sehemu ya swali.